Mkoa wa Rukwa ni miongoni mwa mikoa iliyobarikiwa vivutio vya asili vyenye kubeba historia kubwa na isiyofutika. Na katika mipaka ya Tanzania na Zambia ndipo palipojificha hazina ya asili isiyo na mfano. Na haya ni maporomoko ya Kalambo, yani Kalambo Waterfalls. Karibu katika safari yetu iliyoandaliwa na TFS kwa kushirikiana na Voice FM Radio. Maporomoko haya ya maji ya Kalambo yanapatikana katika mkoa wa Rukwa, kusini magharibi mwa Tanzania, kwenye mpaka wa Tanzania na Zambia, na kijiografia yapo karibu na ziwa Tanganyika katika eneo la wilaya ya Kalambo, karibu na mji wa Mpulungu kwa upande wa Zambia. Upande wa Tanzania unaweza kuyafikia kupitia vijiji vya karibu kama Kasanga. Karibu tujumuike pamoja, tujifunze na kuyatambua kwa kina maporomoko ya maji ya Kalambo, yani Kalambo Waterfalls. Na msimulizi wako ni mimi Steven Jones pamoja na Elias Francis. Na kabla tujaanza safari yetu, ni kujuze kidogo. Maporomoko haya ya maji ya Kalambo yanatajwa kuwa ni ya pili kwa urefu barani Afrika, ambapo maporomoko ya kwanza ni ya Tugera Falls yanayopatikana nchini Afrika ya Kusini yenye urefu wa takriban mita 948. Lakini maporomoko hayo ya Tugera yana hatua nyingi, yani multi drop, wakati maporomoko ya Kalambo yana mwanguko mmoja mrefu na wa kuvutia ajabu, yakichora pazia ya kung'aa kati ya miamba na msitu wa kijani kibichi. Safari yetu ilianzia hapa Sumbawanga mjini kuelekea wilayani Kalambo, ambapo ni umbali wa kilomita 70 kuanzia kijiji cha kwanza hadi ambapo yanapatikana maporomoko ya Kalambo Waterfalls wilayani Kalambo. Unapoingia katika wilaya ya Kalambo, ni dhahiri kwamba utashuhudia mvuto wa aina yake wa ziwa Tanganyika. Safari ya kufika hapa ni yenye changamoto kiasi, lakini thawabu yake ni isiyolinganishwa. Baada ya kuzikamilisha kilomita 70, hatimaye tukawasili wilayani Kalambo katika hifadhi. Kwa majina naitwa Sadok David, ni mwongoza watalii hapa Kalambo. Tupo geti la Kalambo hapa. Karibuni wageni wetu wote. Hapa ndipo tunapoanzia kufanya malipo na vile vile kujisajili kwenye kitabu chetu cha wageni kutokea hapa, na tunaelekea upande wa ndani ambako tunaenda kuyaona maporomoko ya mto Kalambo. Karibu sana wageni wetu wote Kalambo Falls. Baada ya kupewa kibali na kukaribishwa na wenyeji wetu, safari yetu ilianza moja kwa moja kutoka eneo la mapokezi kuelekea yalipo maporomoko ya Kalambo. Hapa tuko njiani kuelekea eneo la juu la maporomoko. Ambapo kuelekea eneo la juu la maporomoko tunakutana na ngazi tunazoziona hapa mbele yetu. Ni ngazi 118 tu kwa upande huu hapa tuliopo sisi hapa, na kuyafikia manguko kutokea hapa tulipo ni mita 200 tu mpaka kuyafikia manguko upande wa juu wa maporomoko. Okay. Ndio. Sasa labda mpaka sasa hivi ngazi hizi tangu zimewekwa mpaka hii leo ni kwa muda gani, na uimara wake au ubora wake uko vipi? Hizi ngazi zimewekwa mwaka 2012, lakini uimara wake uko vizuri kabisa, lakini tunakusudia kuziboresha kwa kuziongezea vyuma upande wa pembeni. Zilijengwa kipindi hicho, lakini kwa sasa tuna mradi mwingine ambao tutaelekea tukitokea maeneo haya tutaenda kuona, ambao una ngazi jumla 1270. Hatimaye tulifika eneo la juu kabisa la maporomoko ya Kalambo, na hapa tunaiona mipaka ya Tanzania na Zambia yakiwa yametenganishwa na maji yanayomwagika upande wa Tanzania na Zambia. Kalambo si tu maporomoko, ni simulizi hai ya nguvu za asili na uzuri wa dunia. Maji yanaporomoka kwa kasi, yanatengeneza sauti ya kuvuma inayoteka hisia za kila msafiri anayekaribia. Zaidi ya mandhari yake ya kuvutia, maporomoko ya Kalambo ni eneo la kihistoria, ambapo mto Kalambo unaunda maporomoko haya hutiririka kwa njia ya utulivu kabla ya kushuka kwa nguvu kwenye mwamba mkubwa, ukitoa sauti ya kuunguruma ambayo inaamsha hisia ya heshima kwa nguvu ya maumbile. Ukipanda juu kidogo ya maporomoko, unaweza kuona mandhari pana ya bonde la mto na msitu wa mvua unaozunguka. Urefu wa maporomoko haya ni mita 235, na maporomoko haya yana sifa za kipekee kwa kuanzia na mazingira asilia, ambapo maporomoko yamezungukwa na misitu minene ya mvua yenye viumbe wa nadra na mimea ya kipekee. Na uzuri wa mandhari kutoka kileleni mwa maporomoko
wasafiri hufurahia mtazamo wa kuvutia wa bonde la Lifti na maziwa madogo yanayoakisi uzuri wa anga. Mto Kalambo ni sehemu ya mpaka wa nchi mbili, yani Tanzania na Zambia. Kwa mujibu wa wahifadhi, wanaeleza kuwa mahusiano ya nchi hizi mbili, yani Tanzania na Zambia, yamekuwa yakiimarishwa kila uchwao na vimekuwa vikifanyika vikao mbalimbali vikiashiria umoja na mshikamano baina ya wahifadhi hizi mbili, kwa upande wa Kalambo ya Zambia na upande wa Kalambo ya Tanzania. Hapa ni juu, lakini bado tunaendelea kushuka zile ngazi ambazo zitatupeleka mpaka chini kabisa ya maporomoko haya. Bado safari yetu inaendelea na bado tunaendelea kujivunia vivutio ambavyo vinapatikana katika eneo hili la maporomoko ya Kalambo. Twende pamoja. Tulirejea sehemu husika zilizopo ofisi za TFS, na hapa tumepata historia fupi kuhusu ngazi zinazoshuka kuelekea chini, ambapo jina la Mheshimiwa Joakim Mwangabo aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Rukwa anatajwa na wahifadhi wa hifadhi hii ni kiongozi wa kwanza kushuka zaidi ya kilomita 2 kwenda chini kwa kufuata ngazi, na hii imepelekea kupewa heshima ya kuitwa Joakim Mwangabo Hiking 2 kilometers. Ile pale unachokiona kile kipande huo kama mwamba na uona ule mwamba kama unaona pale katikati, ndio ni ishara ya maji, kwa baadaye pakitengenezwa pakikamilika maji yatakuwa yanatokea pale, ikiwa ni kielelezo cha maporomoko yetu tunayoyaona. Kwa hiyo kutokea hapa pale juu ndo tulipotokea, lakini kuna hii picha tunayoiona hapa hatujaiona tukiwa pale juu. Ni kweli. Kwa hiyo kutokea hapa tulipo sasa ndio njia inatupelekea kuelekea upande wa chini wa maporomoko. Sawa sawa. Tunaanza muda mchache sana kuanza kuzihesabu ngazi zetu, ndio ambapo zinaanza mpaka kufika ngazi 1270. Kifupi tunasema kwamba pia kama ulishai kupanda hizi ngazi au kama hujai kupanda ngazi zaidi ya hizo, basi uje ujivunjie mwenyewe rekodi yako kupanda ngazi 1270 Kalambo. Na kuna ambao huwa wafikishi hizi ya shuki mpaka chini kabisa, tuambiwa hivyo. Inatokea lakini ni mara chache kwa sababu ukiwa na mwongozaji ni rahisi kuelekeza namna gani unaweza kufanya mpaka uweze kufika. Lakini kuna vitu ambavyo tunaona vinakuwepo ambavyo ni vitu ambavyo ni vya moja kwa moja ambavyo hata ushauri kuweka bado itakuwa ngumu mtu kushuka, kama magonjwa ambayo hayadhibitiki. Lakini kwenye vitu vya kawaida, uoga, aidha labda kizunguzungu, anapata maelekezo mgeni wetu vizuri na anaweza kashuka. Tulianza kushuka ngazi ili kuyabaini yote yanayopatikana chini ya maporomoko ya Kalambo Waterfalls. Ngazi hizi zimegawanywa katika makundi matatu. Kuna eneo la juu, la kati na la chini. Greens Construction Limited ndo wajenzi wa hizi ngazi au mradi, lakini huu mradi una awamu 3. Kwa hiyo ulianza kujengwa mwaka 2016 kwa awamu ya kwanza, lakini baadaye unaendelea kujengwa na mpaka leo kuna baadhi ya maeneo bado hakujaisha, ujenzi bado unaendelea. Na vipi kuhusiana na hizi ngazi? Naona kuna kona za hapa na pale. Sawa. Hazienda straight moja kwa moja. Ni kweli, lakini kikawaida tu kabisa, mimi sio engineer, lakini kikawaida kabisa tunaweza kuona ngazi kupindishwa zimetuletea urahisi kuliko kwamba zingeenda moja kwa moja eneo moja, watu wangekuwa na bilingika kwenye haya maeneo vibaya. Kwa hiyo hizi kona zimesaidia sana kupunguza steepness ya ili eneo na watu kupata kadhia mbalimbali wakiwa kwenye maeneo haya. Ndio, kupanda au kushuka. Kupanda na kushuka vyote viwili. Ndio. Sawa. Kalambo Waterfalls si tu kivutio, ni kumbukumbu ya urembo wa dunia, kipande cha mbingu kilichoanguka ardhini, na kwa kila anayethubutu kuitembelea Kalambo huacha na zawadi ya kumbukumbu isiyofutika katika moyo. Hatimaye tukafika eneo la chini la maporomoko ya Kalambo na tukayang'amua mambo mbalimbali yaliyojificha. Tambiko na ibada mbalimbali zilikuwa zikifanyika miaka ya nyuma, ambapo wakazi wa maeneo haya walifika eneo hili la chini na kuzungumza na mizimu, na kisha baada ya hapo walifanya matambiko juu ya yale waliohitaji kwa wakati husika. Na kwa hali isiyo ya kawaida, inaelezwa kuwa
chatu mkubwa alijitokeza, ikiwa na maana ya kwamba ni sehemu ya mapokeo ya maombi yao kwa miungu wanayoiamini na kisha kupotea. Suala lingine la kushangaza na la kufurahisha kidogo, pindi utakapokuwa unatazama maporomoko haya kwa takribani sekunde 10, utashuhudia matembezi ya mimea ikipanda na kushuka. Niweke ufafanuzi kidogo. Haya yote utatazama kwa jicho la kawaida, lakini sio kwa jicho la kamera. Na hapa tulipokuwa tunasema mpaka sasa, hapa ndo tutauona vizuri mpaka wetu, kuanzia kuona haya maporomoko kama unavyoyaona, kama tulivyosema, upande wa pili kule ni Zambia na upande wa huku ni Tanzania. Lakini pia kijiografia unaweza kuhisi ukaona labda hapa pamechimbwa au hapa kuwa sawa, ila ukitaka kujua kwamba miamba hii ni ya aina moja, unaweza kuangalia mchilizi uliopita maeneo haya. Baada ya kujifunza na kuelimika kutoka kwa mwenyeji wetu, tulianza safari yetu kurejea ndani ya manispaa ya Sumbawanga, na hapa ndipo ukomo wa safari yetu kutoka kwenye maporomoko namba 2 barani Afrika ya Kalambo Waterfalls. Shukrani za dhati ziende kwa TFS wilaya ya Kalambo mkoani Rukwa, yani wakala wa huduma za misitu Tanzania, Tanzania Forest Services Agency, pamoja na Voice FM radio bora kutoka kusini mwa Tanzania. Tukutane wakati mwingine katika simulizi mahususi kuhusu vivutio vinavyopatikana uwanda wa kusini mwa Tanzania. Endelea kutufuatilia kama Voice Digital na Voice FM Radio.